nani anaweza kufanyiwa upasuaji wa bega akiwa macho? Ni kama tunaweza kuwa na kuanzia mifupa iliyovunjika. Tunaweza kutibu mifupa ya bega iliyovunjika, mifupa ya mkono iliyovunjika, na tunaweza kutibu mifupa ya kiwiko iliyovunjika, na kisha mifupa iliyovunjika inayozunguka tunaweza kufanya katika upasuaji wa macho, na tunaweza kufanya arthroskopia ya bega kama utaratibu wa macho, kama machozi ya kufu, machozi ya slap na tenodesis ya biceps. Tunaweza kufanya taratibu hizi wakati mgonjwa yuko macho kwa kufa ganzi mkono na kutoa block. Na tunaweza kufanya taratibu nyingine kama kubadilisha bega, kubadilisha shina fupi, upasuaji wa bega wa hali ya juu wote katika logi kwenye block, katika upasuaji wa bega wa macho. Ni faida gani za upasuaji huu wa bega wa macho? Ni kama hii inaweza kufanywa kwa wagonjwa wenye matatizo yanayoweza kutokea kutokana na ganzi ya jumla. Kwa hivyo tunaweza kuzuia matatizo yanayoweza kutokea kutokana na ganzi ya jumla. Wagonjwa watakuwa kama wanakuja asubuhi, wanaweza kurudi nyumbani jioni. Kama utaratibu wa siku moja tunaweza kufanya na upasuaji huu wa bega wa macho. Na ni nani wanaofaa kwa hili? Ni kama na maanisha mgonjwa anahitaji kuwa na ushirikiano, hawatajisikia wasiwasi au chochote. Tutawaelezea utaratibu kabla watakuwa macho, lakini wakitaka usingizi kidogo tunaweza kuwapa. Lakini mara nyingi wagonjwa wanafanya vizuri sana wakati wa upasuaji, hawatajisikia maumivu yoyote kabisa, wanafarijika sana. Tumefanya kwa wagonjwa wengi hapa. Maoni ni mazuri sana kutoka kwa wagonjwa. Wanaweza kula chakula chao na kila kitu kama ndani ya saa 1 au 2 baada ya upasuaji wenyewe. Wanafarijika zaidi baada ya upasuaji.